silaha moja imekamatwa pamoja na watuhumiwa 78 mkoani Shinyanga. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga linaendelea kufanya misako na operesheni mbalimbali zilizofanyika kuanzia mwezi Aprili hadi Mei 2026 kwa lengo la kuzuia na kudhibiti vitendo vya uhalifu, sambamba na kukamata wahalifu pamoja na vielelezo vinavyohusiana na makosa mbalimbali. Katika operesheni hizo, Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 78 kwa makosa mbalimbali. Aidha, silaha moja aina ya bastola Tisas yenye namba za usajili T062022 J00122 ikiwa na risasi zake 11 ndani ya magazine imekamatwa. Silaha hiyo iliripotiwa kuibiwa katika tukio la wizi lililotokea Mei 10, 2026 katika mtaa wa Nyakato, wilaya ya Kahama, ambapo ilikuwa ikimilikiwa kihalali na Richard Mhabi mwenye umri wa miaka 38, mfanyabiashara na mkazi wa Nyakato, Kahama. Watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo na wanaendelea kushikiliwa kwa ajili ya taratibu za kisheria. Aidha, Jeshi la Polisi limefanikiwa kukamata jumla ya wahamiaji haramu 11 wakiwa wameingia nchini bila kibali katika maeneo mbalimbali mkoani Shinyanga. Pia limekamata vielelezo mbalimbali ambavyo ni mafuta ya diesel lita 480, mabati 558, bangi kete 228, pombe ya moshi lita 115, mirungi kilogramu 89, pakti 11 za betri za gari tatu. Kwa upande wa mafanikio ya kesi mahakamani, kesi mbalimbali zimefanikiwa ambapo watuhumiwa tofauti wamehukumiwa vifungo vya jela kama ifuatavyo. Shija Charles Sesa, mkazi wa Mwaluku wa wilaya Shinyanga, alitenda makosa mawili ya kubaka na kumpa ujauzito mwanafunzi. Makosa hayo yalitendeka Januari 7, 2021 ndani ya wilaya Shinyanga. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani akapatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kila kosa, huku adhabu hizo zikitegemea, hivyo atatumikia jumla ya miaka 60 jela. Yusuf Michael Renatus, mkazi wa Masekelo, wilaya ya Shinyanga, alitenda kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha mnamo tarehe 25 Novemba 2025 katika mtaa wa Ndala, ambapo alitumia silaha aina ya shotgun. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani akatoa hatiani na amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Jeremia Dendas Bada mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa Odi Shinyanga, alitenda kosa la kujeruhi mnamo tarehe 4 Novemba 2025 katika kata ya Odi Shinyanga, wilaya ya Shinyanga. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani akakutwa na hatia na kuhukumiwa kifungo cha miaka 2 jela. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga kupitia kikosi cha usalama barabarani limeendelea na operesheni mbalimbali kwa madereva wasiotii sheria za barabarani, ambapo limefanikiwa kukamata jumla ya makosa 6370 kwa mchanganuo ufuatao: makosa ya magari 4178 na makosa ya bajaji makosa 2192. Wahusika waliwajibishwa kwa kulipa faini za papo kwa papo. Pia madereva 4 walifungiwa leseni zao kwa kipindi cha miezi 3 kila mmoja kwa kosa la kuendesha gari kwa mwendo kasi zaidi ya kilomita 80 kwa saa. Kwa upande wa utoaji wa elimu, Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga limeendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali kwenye vituo vya redio, stendi, minadani, nyumba za ibada na kuwafikia watu mbalimbali katika maeneo yao. Kati ya mwezi Aprili na Mei, mikutano mbalimbali ilifanyika katika kata za Masengwa wilayani Shinyanga na Mwaweja wilaya Kishapu kwa lengo la kutoa elimu kwa vikundi vya ulinzi shirikishi. Elimu hiyo ililenga kuongeza uelewa kuhusu wajibu wao katika kudumisha amani na usalama wa wananchi, kuimarisha ushirikiano kati ya jamii na vyombo vya dola, pamoja na kuhamasisha uzingatiaji wa sheria, maadili na mbinu bora za ulinzi wa jamii. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga linawashukuru wananchi wote kwa ushirikiano wao katika kupambana na uhalifu na kuchangia usalama wa mkoa wa Shinyanga. Pia linawakumbusha madereva wa vyombo vya moto
kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuepuka kuendesha kwa mazoea. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.